Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji mwaminifu wa kipindi mwongozo kujifunza Biblia kwenye Theology za TV. Tunakaribisha kwenye robo hii ya 3 mwaka 2025 inazungumzia kuhusu kutoka ama Exodus, na somo la juma hii ya kwanza inazungumzia mambo mazuri sana kabisa, ni pale ndipo tuko, na leo tunazungumzia kwenye somo la Lenti ambayo inazungumzia kuhusu le contexte historique, ama Kiswahili tunaweza sema asili ya kihistoria. Ndugu Wadesa, ndugu Daktari Valimu Isa na watu wengine wote ambao mahubiri haya mnapopata mnayasambaza kwa wengine, Mungu awabariki. Basi leo tutaingia kwa undani wa somo la leo, linazungumzia kuhusu asili ya kihistoria ama le contexte historique. Basi tukabisha Roho Mtakatifu tukiomba kimoyomoyo. Asante mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ni lazima tuelewe asili ama tuelewe context historique ya tukio ambalo tunazungumzia kutoka kwa wana wa Israeli huko Misri. Tuanze kuelewa kulikuwepo wafalme kama akina nani ambao walikuwa wakitawala na wana wa Israeli walifikaje huko. Tunaelewa ya kwamba tunaposoma kwenye Biblia tunaona kwenye Mwanzo sura yake ni ya 16 jamaa la Yakobo ambalo lilikuwa huko Kanaani kulikuwa kuna njaa na likashuka. Lakini kabla ya hapo Mungu alikuwa ameahidi kumpa Ibrahimu nchi ya Kanaani na wazao wake kabisa wakaenda kukaa huko Kanaani, lakini alikuwa amemwambia pia kwamba watakuwa watumwa kwa miaka karibu ya 400 hivi, na Musa na Paulo wanaongeza miaka 13 kwa kipindi hiki wakirudisha kwenye wito huko Harani kwenye Kutoka 12:14 wa Galatia 3:17. Lakini kulipokuwepo njaa huko Kanaani, na kwa sababu rafiki ndugu za Yusufu walikuwa wamemuuza, alikuwa ameuzwa na Waismaeli na wakauza kwa wale wa Misri, alikuwa ameanza kumtumikia Farao. Na kwa sababu nyumbani kwao kulikuwa njaa, ndugu zake wakaja na walipokutana naye. Mnajua historia kwa urefu, kwa sababu ya muda hataeleza kwa urefu, lakini tunachofurahia hapa ni kwamba hatimaye Yusufu akaita jamaa lake, baba yake Yakobo na watu wengine. Tunaelewa kwamba walikuja watu karibia 17 wakafika huko Misri. Na tuelewe kuna siri moja katika maisha ya Yusufu kufaulu katika nchi ya kigeni. Yeye kama mtu ambaye hakuwa Misri lakini anafanikiwa sana. Siri ni nini? Quelle était la clé du succès incroyable de Joseph en Égypte après un début difficile? Walipoanza kwa magumu lakini akaja akafanikiwa. Ndio aliuzwa, ndugu zake wakamchukia kwenye Mwanzo 37, 16 hadi 18, Mwanzo 39. Hapo tunaona kwamba alikuwa mwaminifu kwa Mungu. Alikuwa mcha Mungu na Mungu ndiye akamfanya afanikiwe. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, watu wanaweza kuchukia ndugu zako, wafanyakazi wenzako, watu wanaweza kukataa, lakini usiruhusu Mungu akukatae. Usiruhusu kumsaliti Mungu, kwa sababu alikuwa pamoja naye katika vipindi vyote na kaendelea kuwa pamoja naye na akamsaidia. Hiyo ndio ikamfanya awe amefanikiwa huko mahali alipokuwa. Lakini tunaposoma anasema alimtumikia Farao. Yusufu akamtumikia Farao. Lakini wakati fulani Farao mwingine akaoa watu. Kuna watu wanajiuliza Farao wa wapi ndiye akafanya hivi? Elewa kwanza kwamba tu Farao ni cheo. Tulikuwa tukisoma shuleni wanasema Farao signifie maître de double de mer. Kwa hivi basi kuna wafarao wengi sana. Kwenye sura ya kwanza kitabu kile cha Kutoka, matukio ambayo yanakuwa hapo yanazungumzia miaka mingi sana. Unaposoma kwenye Kutoka sura ya kwanza uzani kwamba ni mambo ambayo yanazungumzia mwaka moja, ni miaka na miaka wafalme wa Farao wengi walikuwa hapo. Kwa mfano huyo ambaye anaitwa Ahmose wa kwanza aliyetawala kwa kuanzia mwaka 1575 hadi 1515, alishindwa Hyksos na alikuwa Farao ambaye hakumjua Yusufu na aliwatumikisha wale wa Israeli kwenye Kutoka 1:8-12. Ambaye sema huyu ni Farao ambaye hakujua Yusufu. Na Amenofisi wa kwanza kwenye 1515 hadi 1513 aliendelea kukandamiza Israeli kwenye Kutoka 1:13 hadi 14. Unajiuliza kwenye Kutoka sura kwanza kuna mafarao karibia 2 hata zaidi. Ndiyo, kwa sababu ni kipindi cha miaka mingi kabisa. Kuna yule ambaye tunamuita Tutmos wa kwanza ambaye ni kwa mwaka 1513 hadi 1517 aliamuru kuuawa kwa watoto wa Kiebrania kwenye Kutoka 1:15-12. Alikuwa farao karibia 3 hivi. Kuna Moses wa 1513 hadi 1410 aliyeasiliwa na binti ya Tutmos wa kwanza ambaye anaitwa Hatshepsut, ambaye ndi binti wa Farao alienda kumkuta Musa kwenye bahari
mto Nile. Kuna mwingine ambaye Mose wa pili, na wakati wa utawala wake Musa alikimbia Misri. Kuna wengi sana ambao tutawazungumzia, lakini kwa sababu ya muda nikumbushe tu ya kwamba kitu kimoja ni kia maana hapa. Kinasema le premier chapitre d'Exode couvre une longue période depuis l'époque de Joseph, lorsque son père Jacob entra en Égypte avec toute la famille, jusqu'au décret de la mort émis par le pharaon. Bien qu'il n'existe pas les débats sur le nombre exact d'années, ce qui compte, c'est que même lorsque son peuple était enservi dans une terre étrangère, l'Éternel ne l'avait pas oublié. Hata walipoteseka katika nchi ya kigeni, Mungu hakuwasahau. Hiyo ndio nilikuwa nikitafuta. Kitu kingine ni kwamba nous pouvons savoir que peu importe la gravité des choses, Dieu est toujours là. Et nous pouvons lui faire confiance, quelles que soient les mauvaises situations dans lesquelles nous nous trouvons. Mungu akubariki. Asante kwa sababu hata katika vipindi vigumu kwa pamoja nasi. Endelea kutia nguvu katika maisha, tukutumainia katika jina la Yesu Kristo.